Watu wapenda mpira sasa hivi story ambayo inaongelewa japo kwa chini ni Ally Kamwe kufungiwa. Wewe kama moja kati ya vijana ambao mko kwenye industry hii ya usemaji, una lipi la kuzungumza kwenye hili? I don't know, kama sio taarifa rasmi nafikiri inabidi tusubiri mamlaka ziseme kwanza. Alafu mamlaka zikisema ndio tutachuja kutoka hapo. Unaweza kawa tunapiga story kunje kwamba ameshafungiwa, kumbe ni story tu watu wameamua kuzitengeneza, labda propaganda za kuendea kwenye mechi hizi, kwa sababu sio mara ya kwanza au mara pili tumewahi kuona. Lakini mimi binafsi kwa age tuliokuwa nayo probably nisingeweza kuweka comment nyingine yoyote, lakini pia nisingetamani kuona kitu kama hicho kinatokea, hasa kwa umri kama ambao tuko nao na kwa mazingira ya kazi ambayo tumeshatengeneza. Lakini to me no comment, nafikiri nayaacha hayo kwa wenyewe wanaohusika. Rai yako kwa mashabiki wa mpira? Sisi tunatamani sana kupata support ambayo wanatugea mashabiki wa timu zetu. Ili afisa habari ufanye kazi yako vizuri, ni unatakiwa timu yako kwanza ikutetee ifanye vizuri, unaweza kufanya kazi yako vizuri, lakini uwe unatengeneza mahusiano mazuri pia na wanahabari wenzio. Hilo ni jambo lingine. Jambo la tatu, viongozi wa vyombo mbalimbali hivi vya kuongoza mpira wa miguu, nafikiri ni watu ambao inabidi tuwe nao karibu sana, kwa sababu wana vitu vingi ambavyo tunatakiwa kuvijua. Wasipotupa hivyo vitu, sisi tutakuwa kwenye mazingira magumu. Kwa hiyo mashabiki wanatakiwa wawe na watu wao wa timu zao wanazo support, waendelee kuwapa hope, kwa sababu kuna vitu viko tu, yani vitakuja vitaondoka, vitakuja vitaondoka. Zilikuwepo errors za watu wengi ambao walikuwepo hapo awali, na sasa hivi kuna kina sisi, na Mungu akipenda tutaondoka sisi, watakuja wengine. So nafikiri jambo la msingi ni mshikamano tu. Yeah. Labda kwa hizi rumors ambazo zinatokea za Ally Kamwe pamoja na Ahmed Ally, ni kitu gani ambacho labda mnabidi nyinyi mzingatie kama wasemaji kuvitetea vilabu vyenu? Mimi sijui kuhusu, unajua, kwa sababu kila klabu ina polisi yake. Mimi ili nitoe neno lazima limepita kwenye bridge kama 4. Sawa, lazima linaanzia kwa manager wa team, likitoka kwa manager wa team litapita kwa makamu mwenyekiti, likitoka kwa makamu mwenyekiti litakwenda kwa mwenyekiti. In fact kocha pia atahusishwa wakati anazungumza na manager, then CEO anakuambia kwa haya ambayo yamefika kwangu, nafikiri tuliwasilisha hivi kwa hadhira. Kwa hiyo kwenye huu mkondo wa watu 4 wote mpaka lifike kwako, lazima tu kuna namna ya kuliwasilisha hili neno in a very good way, in a proper way. Kwa hiyo tukae tu kwenye misingi. Kama sisi maafisa habari tukae tu kwenye misingi. Tuna priorities zetu, tuna additions zetu ambazo tumeziongeza sisi wenyewe. Kuna vitu ambavyo tunavifanya out of mapenzi tu ya klabu zetu na kazi ambayo tunaifanya. Nafikiri ni hapo tu tunatakiwa tupashikilie hapo tu padogo. Yaani hapo tu. Wengine tuendelee kuomba Mungu kazi zetu ziwe nzuri. Na pia kingine ambacho labda mashabiki wanalalamika pamoja na wasemaji ni kuhusu marefali. Unafikiri labda marefali kwenye msimu huu, unafikiri labda wanafanya sahihi? Hata wewe unalalamika sana marefali. No comment. Sio kitu. Sitaki kusema kitu. Mimi unadhani kwamba hizi sheria ambazo zilikuwa zimewekwa sasa hivi zinaharibu utamu wa wasemaji kuongea kuhusiana na... Hapana. Unajua kuna mtu anaweza kaongea kuhusu habari ngumu ya majonzi na bado ukaenjoy kumsikiliza. Yeah? Kuna watu ambao wanaweza kukifanya nothing kwa something out of blue. Yani kabum kitu kimekuwa kizuri. Kufanya kitu kiwe entertained hakichangiwi na sheria au kitu chochote, kwa sababu sheria hizo ambazo ziko ndio ambazo sisi zinatuweka hapa, si ndio? Yes. Ukishakuwa hapo, how do you deliver? Kila mtu ana sanaa yake. Ndio maana huyu anampenda huyu huku sauti yake kama kiredio, kuna huyu mwingine huko anampenda kwa sababu yeye ni mtu wa nini wanahitaji watu wa mwambao nini vichambo. Kuna watu wengine ni fact, yani mtu anakuja tu, ndugu waandishi wa habari, kesho tunategemea kucheza mechi, tumejiandaa vizuri, tuko sawa, asanteni, hayupo. Umenielewa sijui? Kwa hiyo ni namna yako tu, sana yako ile ambayo umeitengeneza ndio ambayo ina deliver, lakini kuhusu hizo sheria na nini, I don't know. Alikiba soko. Alikiba unajua hata akipiga mluzi nimo. Akipiga tu mluzi nimo. Leo ushindi uombi kokote? Leo umekuja kuangalia mechi, umekuja kuangalia mashindano kama sehemu ya watu ambao wanaratibu ili tuone inaweza ikawa na impact gani kwenye jamii yetu. Unajua kipindi hiki cha mwezi mtukufu wa Ramadhan watu wanatumia kwa mambo tofauti. Kwa sisi collectively tumeamua kwamba kama michezo inawakutanisha watu wengi, basi tuwakutanishe pia kwenye occasion kama hii ambayo haina vurugu, hakuna watu wanalewa, hakuna watu wanavuta mibangi, ni michezo tu na kufurahi na kufanyaje. Tunataka kuangalia kwamba kile tulichokidhamiria ndio hiki ambacho kinaenda kutokea. Kwa hiyo
Kuhusu ushindi watajua wenyewe. Sisi tunaangalia lengo. Si ushaona uchezaji wao Crown, ushaona uchezaji wa Lamata kwenye Crown wana timu ya kawaida sana. Naomba niseme honest kabisa, wana timu ya kawaida sana. Kwa sababu sisi za Media FC tumecheza nao. Na sisi ndo mabingwa wa timu za waandishi wa habari ukanda wa Pwani na Dar es Salaam na ukanda wa Pwani kwa ujumla. Kama kuna mtu anabisha ajipanguse vizuri, akusanye timu yake, aje akutane na Azam. Asiweke fact. Sisi tunataka tukutane uwanjani. Kwa fact unajielezea sana. Yaani unajua mpaka ujiapize haki ya Mungu timu yetu nzuri. Wewe timu yako nzuri, valisha jezi, tutafute uwanja tucheze. Basi. Kwa kauli yako kwamba Crown timu yao ya kawaida, it means huenda Lamata wakashinda. Lamata wana timu nzuri, of course nimeona akicheza. Crown pia wana timu nzuri. Siwezi kusema kwamba wana timu average hivyo. Wana timu mbaya wakikutana na Azam Media, sawa, timu yao mbovu. Lakini wamecheza pia na timu ya wanahabari online, sijui Marco, si ndio? Ngapi? 3-2. Walipigwa na timu ya wanahabari wa online. Umeelewa? Unatamani labda timu gani ichukue kikombe? Kings Music. Kwa sababu tutakuwa tunatawala kwenye muziki na tunatawala kwenye bolu kwa upande wa celebrities. Tunaenjoy. Tunaelekea mechi ya Simba na Yanga Jumamosi. Achana nao, mechi ya kwao hiyo. Mimi naomba tu mechi iwe nzuri, lakini mimi sidhani kama na input yote naweza kuweka kwenye kuelekea huo mchezo. Otherwise wale tuna na good time. Lakini unaufahamu amsha inayokuepo likija dabi la watani hapa. Obvious. Mechi yote ambayo inaitwa dabi inakuwa ni mechi nzuri. Na kila mtu anatamani kushowcase kitu ambacho yuko nacho mchezaji wake kimoja, benchi lao la ufundi au team collectively. Sio? Kwa hiyo na uhakika kwamba kutokana na nature ya mazingira halisi yaliyokuwepo kwenye msimamo itakuwa mechi nzuri sana. Na mimi naombea heri. Kwa watu wa penda mpira sasa hivi story ambayo inaongelewa japo kwa chini Ali Kamwe kufungiwa. Wewe kama moja kati ya vijana ambao mko kwenye industry hii ya usemaji, una lipi la kuzungumza kwenye hili? I don't know, kama sio taarifa rasmi nafikiri inabidi tusubiri mamlaka ziseme kwanza. Alafu mamlaka zikisema ndio tutachuja kutoka hapo. Unaweza kawa tunapiga story kunje kwamba ameshafungiwa, kumbe ni story tu watu wameamua kuzitengeneza, labda propaganda za kuendea kwenye mechi hizi, kwa sababu sio mara ya kwanza au mara pili tumewahi kuona. Lakini mimi binafsi kwa age tuliokuwa nayo probably nisingeweza kuweka comment nyingine yoyote. Lakini pia nisingetamani kuona kitu kama hicho kinatokea hasa kwa umri kama ambao tuko nao na kwa mazingira ya kazi ambayo tumeshatengeneza. Lakini to me no comment, nafikiri nayaacha hayo kwa Bongo Trendy TV.